Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Roses Stories. Ni mwendelezo wa hadithi yangu na maisha yangu ninavyoishi na VVU na ninavyoelimisha jamii kuhusu kuishi na VVU. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha tena siku ya leo kusimama hapa, na nataka nizungumzie unyanyapaa. Njia za kupunguza unyanyapaa. Unyanyapaa bado upo na watu wanaoishi na VVU bado wanakutana na hali ya kunyanyapaliwa na wanajinyanyapaa wao wenyewe pia, ile self stigma au internalized stigma. Lakini unyanyapaa wa kijamii pia bado upo. Kwa hiyo njia za kupunguza unyanyapaa katika jamii, kitu cha kwanza ni kuelimisha jamii kwa lugha rahisi bila hukumu. VVU havipatikani mwilini kwa kukaa pamoja, kula pamoja, kugusana. Kwa hiyo ni kuielimisha jamii ni jinsi gani VVU vinaambukizwa. Jamii ikielewa, basi unyanyapaa utapungua. Unyanyapaa unakuwepo kwa sababu jamii inaishi kwenye hofu, jamii inaogopa. Yaani mtu anapokuwa na hofu au anaogopa kwamba ataambukizwa, ndipo anaanza kujitenga na yule mtu ambaye anahisi kwamba ana maambukizi. Lakini ukielimisha jamii kwa lugha rahisi bila kuhukumu, unaona? Elimisha jamii bila kuhukumu yule mtu ambaye ana VVU. Kwa hiyo VVU haviambukizwi kwa kula pamoja, haviambukizwi kwa kugusana, haviambukizwi kwa kukaa pamoja, kuishi nyumba moja, kulala kitanda kimoja, au mtu aliye mwenye VVU akipika chakula, haviambukizwi kwa njia hiyo. Haviambukizwi kwa kukumbatiana, kukisi, kwa njia ya mate, bado huwezi kupata VVU. Kwa hiyo hizo ni njia za kuelimisha watu waweze kuelewa kwamba VVU vinaambukizwa kwa njia gani: njia ya damu au mama kwenda kwa mtoto na ngono isiyokuwa salama. VVU vinapatikana kwa njia ya damu, manii na maziwa ya mama kwenda kwa mtoto, au akiwa bado ni mjamzito, kama hakuhudhuria kliniki na akapewa dawa za kuzuia VVU, basi anaweza akamwambukiza mtoto akingali tumboni au wakati wa kujifungua. Alafu hadithi za watu halisi husaidia kupunguza unyanyapaa. Hadithi za watu halisi, kama mimi nikisimama nawaambia watu kwamba ninaishi na VVU kwa muda wa miaka labda zaidi ya 30. Kwa hiyo ile inasaidia kupunguza unyanyapaa. Hofu inapungua kwa sababu mtu atakueleza kabisa kwamba yuko hai, anafanya majukumu yake, anafanya shughuli zake za kila siku na anafanya kazi, unaona. Kwa hiyo sauti ya mtu halisi inashinda takwimu. Yaani sauti ya mtu halisi anapoelimisha jamii ni tofauti na takwimu zinapotolewa na wizara au serikali. Onyesha matokeo chanya ya ARV. Yaani matokeo chanya ya utumiaji wa ARV. Yaani matokeo chanya ni U equals U. Undetectable equals untransmittable. Huwezi kuambukiza mtu. Na ujue kwamba ARV sio sumu. ARV ni uhai. Hii kitu nakizungumzia mara kwa mara, hasa kwa wale wanaoogopa kunywa dawa za ARV wakisema kwamba hizo dawa ni sumu. Kwa hiyo mimi nawaambia kabisa kwamba msiache kunywa dawa. Kunyweni dawa zenu. Mmeshagundulika una ARV, una VVU mwilini, tumia ARV vizuri. ARV ni uhai na sio sumu. Alafu viongozi wa jamii wawe mbele
katika kuelimisha watu katika kupambana na unyanyapaa. Kuna wazee wa vijiji, ni watu ambao wanaheshimika na wanasikilizwa sana. Kuna viongozi wa dini, kuna walimu, kuna madiwani, kuna wachungaji, kuna mapadri, kuna maimamu. Hawa watu wakisema jambo hadharani, kupima VVU ni jambo la kawaida, ni kujipenda mwenyewe, jamii inabadilika haraka. Hawa watu niliowasema, hawa viongozi wa jamii hawa, wakilisema neno mara moja, jamii inabadilika, na kwa sababu jamii inawaheshimu na jamii inawasikiliza. Kwa hiyo wakiimarisha watu, wakihamasisha watu kwamba watu waende wakapime, na wakisema kabisa kwamba kupima VVU inaonyesha kwamba unajali na unajipenda, tayari jamii itabadilika na watakwenda kupima. Halafu kutumia lugha inayoheshimu. Kutumia lugha inayoheshimu inasaidia kupunguza unyanyapaa katika jamii. Na sio mwenye ukimwi, linamfanya mtu mwenye ugonjwa, yaani mtu yule mwenye ukimwi, linamfanya mtu, yaani tayari umeshambandika jina, umeshampa jina, yaani tayari mwenye ukimwi. Kwa hiyo linamfanya yule mtu ajione yeye ni mgonjwa, unaona, ajione ni mdhaifu. Wakati mwingine jamii inashindwa hata kumshirikisha katika shughuli za kijamii, shughuli za kujenga taifa, unaona, kwa sababu tu ameshakuwa labeled kwamba ni mwenye ukimwi, na yeye mwenyewe tayari ameshajiona ni mgonjwa, unaona. Lakini neno anayeishi na VVU, watu wanaoishi na VVU, naona, linamkumbusha mtu kwamba kwanza ni binadamu, unaona. Alafu maneno madogo yana nguvu. Na unyanyapaa unajengwa na hofu. Yaani hofu na aibu na woga ndivyo vinavyojenga unyanyapaa. Lakini maneno yenye heshima yanapunguza unyanyapaa katika jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kushare na kucomment. Asanteni sana.